Iran yaapa kulinda mpango wake wa nyuklia. Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii ya Zaki Digital, ni kusihi tu kuendelea kusubscribe, kulike na kushare kila aina ya tukio la kimataifa. Katika jioni tulivu ya jiji la Tehran, anga lilikuwa zito kana kwamba lilijua kitu kikubwa kinakuja. Ndani ya majengo ya serikali yaliyolindwa vikali, viongozi wa kijeshi na hata kisiasa walikuwa wamekusanyika kwa vikao vya dharura. Nje wananchi waliendelea na maisha yao, lakini mijadala ya chini chini ilizunguka jambo moja tu: mustakabali wa taifa lao. Saa chache baadaye, runinga za taifa ilikatiza matangazo ya kawaida. Uso wa Mojtaba Khamenei ulionekana ukiwa na utulivu lakini wenye uzito wa mamlaka. Ilikuwa si hotuba ya kawaida, ilikuwa ni tamko la msimamo. Jamhuri ya Kiislamu italinda uwezo wake wa nyuklia na makombora. Alianza kwa sauti thabiti akisema, kwa sababu hizi ni rasilimali za taifa, nguvu ya uhuru wetu. Maneno haya yalienea kama moto kwenye nyika kavu. Ndani ya nyumba, kwenye maduka na hata kwenye magari yalisimama kwa foleni. Kila mtu alikuwa akisikiliza. Katika kitongoji kimoja cha Teherani, watu mbalimbali waliketi na wazee wao wakitazama hotuba hiyo kwa makini zaidi. Miongoni mwa vijana hao ni pamoja na Hassan. Alikuwa ameshuhudia vita vya zamani vya taifa hilo na alijua maana ya kauli hizo. Wakati huo huo, katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa ulioko mbali, wanadiplomasia kutoka mataifa mbalimbali walikuwa wakifuatilia hotuba hiyo kwa tahadhari kubwa. Kauli ya Mojtaba Khamenei haikuwa tu ujumbe kwa wananchi wake, ilikuwa ni ishara ya dunia nzima. Mmoja wa wachambuzi alisema kwa sauti ya chini, hii si kauli ya kujihami tu, hii ni kauli ya kujiandaa na mvutano wa muda mrefu. Mwingine akasema, na ikiwa hakuna upande utakaolegeza msimamo, matokeo yanaweza kuwa mabaya. Ndani ya simulizi hii, Iran ilijiona kama taifa lililozungukwa na vitisho. Kwao uwezo wa nyuklia na hata makombora haukuwa tu silaha, ulikuwa ni kinga. Ilikuwa ni ujumbe wa kusema hatutatawaliwa. Lakini kwa upande mwingine wa simulizi ulikuwa na maswali mengi sana. Je, nguvu hizi zinalinda amani au zinachochea hofu? Je, ni ngao au ni kisu chenye makali mawili? Usiku ulipoingia, mijadala iliendelea katika mitandao ya kijamii. Watu waligawanyika. Wapo waliounga mkono kauli hiyo wakiona ni ishara ya uzalendo na hata uthabiti. Wengine walihofia kuwa msimamo huo ungeweza kuleta migogoro mikubwa zaidi. Siku ilipogeuka usiku wa manane, jiji la Tehran lilionekana tulivu sana, lakini nyuma ya utulivu huo kulikuwa kuna mawimbi ya maamuzi mazito yanayoweza kubadilisha historia. Hotuba ya Mojtaba Khamenei ilikuwa imeweka mstari wazi, mstari kati ya kusimama imara na hatari ya kusonga mbele karibu na mgogoro. Na dunia kama ilivyo kawaida iliendelea kuzunguka, lakini macho yake yote yalikuwa yakitazama upande mmoja. Kiongozi huyo amepuuzilia mbali onyo la Rais wa Marekani Donald Trump la kuendeleza kwa miezi kadhaa vizuizi vyake kwenye bandari za Iran kutokana na Teherani kuendelea kufunga mlango bahari wa Hormuz. Aidha, Iran imesisitiza kwamba itajibu vikali kwa kufanya mashambulizi makubwa na ya muda mrefu dhidi ya kambi na ofisi za Marekani huko Mashariki ya Kati ikiwa Washington itaendesha tena mashambulizi yake. Juhudi za kumaliza mzozo huo bado hazijafanikiwa, licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yalianza kutekelezwa mnamo Aprili 8 mwaka huu.